Benki Kuu ya Tanzania BOT imefungua soko la dhamana za serikali kwa kuwaruhusu wawekezaji wa kigeni kuwekeza katika soko hilo, hatua inayotajwa kuongeza ukwasi katika soko la mitaji nchini. Kwa mujibu wa BOT, mabadiliko hayo yamefanyika kupitia kanuni za fedha za kigeni za mwaka 2026 ambazo zimetungwa chini ya sheria ya fedha za kigeni sura namba 271. Kabla ya marekebisho hayo, ushiriki wa wawekezaji wa kigeni katika soko la dhamana za serikali ulikuwa ukihusisha wawekezaji kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, pamoja na Watanzania wanaoishi nje ya nchi pekee. Hivyo, kwa marekebisho yaliyofanyika, mwekezaji yoyote asiye mkazi anaweza kushiriki katika dhamana za serikali za muda mrefu na muda mfupi zinazotolewa na serikali ya Tanzania, akizingatia masharti yaliyowekwa kwa sheria na taratibu za BOT. BOT inasema hatua hiyo inalenga kupanua wigo wa ushiriki katika soko la dhamana za serikali na ni sehemu ya juhudi za kuendeleza masoko ya fedha nchini pamoja na kuifanya Tanzania kuwa kitovu chenye mvuto wa uwekezaji. Akizungumzia mabadiliko hayo, mtaalamu wa fedha na uchumi kutoka Dar es Salaam, Paul Chengula, amesema hatua hiyo ina manufaa kwa Tanzania kwa sababu inaweza kuongeza mahitaji ya shilingi endapo wawekezaji wa kigeni wataingia nchini kuwekeza katika dhamana za serikali. Kwa kuwa sasa BOT wameamua wapeleke hizo dhamana za kupeleka katika nchi ambazo ni za nje, na maana wanaongeza wigo zaidi wa watu kutoka nje kuweza kuinvest katika hayo masoko ya hizo dhamana za serikali. Kwa hiyo automatically kutakuwa kunahitajika sasa, au watu wa nje wanaokuja kuinvest watahitaji shilingi yetu sisi, watahitaji fedha yetu ili kuweza kuinvest kwenye hizo securities za serikali. Kwa hiyo kitu cha kwanza, fedha yetu itakuwa na demand ya fedha yetu itahitajika sana na wao. Kwa automatically fedha yetu itaenda kukua thamani, kwa sababu itaenda kuongezeka kwa thamani, kwa sababu itakuwa inahitajika sana. Tunajua kitu kinapokuwa kinahitajika sana, thamani yake inaongezeka. Kwa hiyo thamani ya pesa yetu itaongezeka, automatically uchumi wetu utaanza kukua. Kwa hiyo nadhani ni initiative nzuri ambayo BOT wameifanya. Miongoni mwa malengo walioyafanya, naamini ni pamoja na kukuza thamani ya shilingi yetu ambayo kidogo ilikuwa imeshake, lakini haikushake sana, ila wanataka waiongeze thamani zaidi. Kwa mujibu wa Chengula, kuongezeka kwa wawekezaji katika soko la dhamana kunaweza pia kuongeza mzunguko wa fedha na shughuli za kiuchumi, huku serikali ikipata wigo mpana wa kupata fedha kupitia soko la mitaji. Utaimarika kwa sababu gani? Shilingi yako pesa yako ya ndani ikiwa na thamani kubwa, ina maana hata wewe unaponunua vitu labda kutoka nje, labda unaagiza mzigo kutoka China. Kwa hiyo thamani ya pesa yako ikiwa kubwa, ina maana hata ule mzigo kutoka China utaupata kirahisi, kwa sababu wewe thamani ya pesa yako ni kubwa. Kwa hiyo hutatumia pesa yako kubwa kwa ajili ya kununua ule mzigo. Kwa hiyo sasa kwa pesa ndogo utapata vingi. Ndio yani uchumi hapo, impact kwenye uchumi unatokea hivyo. Pesa ndogo ulionayo utanunua vingi kutoka nje. Kwa hiyo mwisho wa siku uchumi wako wewe utakuwa, kwa sababu business transactions zako zitakuwa nyingi kwa sababu umepata kingi kutoka nje, sababu tu thamani ya pesa yako ni kubwa. Lakini thamani ya pesa yako ikiwa ndogo, utatumia hela nyingi kupata kidogo kutoka nje. Yaani wewe utatumia pesa nyingi labda kununua ile pikipiki ambayo ulitaka uinunue China, kwa sababu thamani ya pesa yako imekuwa ndogo. Lakini thamani ya pesa yako ikiimarika, ina maana utanunua ile pikipiki kutoka nje kwa kutumia hela ndogo za kwako za ndani. Kwa hiyo pesa nyingine utaitunza kwa ajili ya kufanya business transaction nyingine kwenye uchumi wako ndani. Kwa automatically uchumi wako utakuwa.